Thalithan, tukiangalia jambo maalum ambalo linapatikana kwenye usiku wa cheo, wa wasfuha bi annaha mubarakatun, umesifika usiku huo ni usiku wa baraka. Fi qawlihi jalla wa ala, katika neno la Allah lilotukuka, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, hakika Qur'an tumeiteremsha katika usiku wenye baraka. Kaangalia suratul Dukhan aya nambari 3. Rabi'an, jambo la 4 ambalo ni maalum katika usiku wa Lailatul Qadri, yakthuru tanazzulul malaikati fi hadhihi al-laila, inakithiri kwa wingi malaika kuteremka ndani ya usiku huu, likathrati barakatiha, kwa sababu ya baraka yake ilivyokuwa nyingi. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika wakiwa wanaongozwa na Jibrilu alayhi salam ndani ya mteremko huo, ndani ya usiku huo wa cheo, biidhni rabbihim min kulli amri, kwa idhni ya Mola wao mlezi, kwa yale ambayo yatafanyika ya kheri, kutokamana na kila aina ya kheri ndani ya usiku huo. Lakini mimi na wewe wakati wote tuko wapi? Tumelala, tumevuta mabrangeti, kana kwamba kila mmoja yuko na guarantee 100%, asilimia 100 ya kwamba ana fil janna, mimi niko wapi? Peponi. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anahangaika wakati huo, anautafuta usiku wa cheo, ili hali amesamehewa dhambi zilizotangulia na dhambi zinazokuja. Mtu huyu anahangaika kuutafuta usiku wa cheo. Mimi na wewe wakati huo tupo kwenye maandalizi mbalimbali ya mambo ya Idi. Na ukitaka kulijua hilo, nenda Isilii. Kuanzia hizi siku zilivyoanza, maduka yanakesha, kina mama wanakesha na waume zao wameshikana mikono, wanafanya shopping kwa ajili ya Idi. Inna lillahi. Wakati hana hata habari hiyo Idi ataikanyaga au hatoikanyaga, tayari ameanzia shopping. Lakini anashindwa kuandaa maisha yake ya kesho akhera ndani ya siku 10 hizi ambazo ni bora. Khamisa, jambo la 5, wa hiya lailatun salimatun, nao ni usiku wenye amani. La yastati'u shaytanu, hawezi shaytan an ya'mala fiha su'an, kufanya ubaya ndani ya usiku huo, au ya'mala fiha adha, au kulifanya jambo lolote la kumuudhi Muislamu, hawezi. Qala jalla wa ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, salamun hiya, siku hiyo ni amani ndani yake, hata matla'il fajri, mpaka inachomoza alfajiri, kuna kuwa na amani ndani yake. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, falibadatu fiha khairun min ibadati 83 sana. Ibada ndani ya usiku huo wa cheo ni bora kuliko ibada ya miaka 83. Wa hadha fadlun adhimun, na hii ni fadhila kubwa. Wa fi hadha, na katika hili, targhibun lilmuslimi, ni kutiwa moyo yule Muislamu, wa hathu lahu ala qiyamiha, na kumuhimiza juu ya kusimama ndani ya usiku huo, wa bitighai wajhi llahi bidhalik, na atafute radhi za Mwenyezi Mungu kwa kupitia jambo hilo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
alikuwa Mtume rehma na amani zimshukie yeye, yaltamisu hadhihi laila, akiutafuta huu usiku wa cheo.